Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina takatifu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Napenda nichukue nafasi hii, unaweza ukaketi, kuwakaribisha wale wote mnaotusikiliza, mnaotufuatilia kutoka pande mbalimbali za nchi ya Tanzania, lakini kutoka pande mbalimbali za dunia. Ninafahamu kabisa kwamba NYTV ina watu wengi wanaotufuatilia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mahali popote pale ulipo, nikukaribishe. Asanteni sana kwa wale ambao mko hapa kabisa, mmekuja katika ibada yetu ya jioni, lakini wale ambao mko kule nje ya nchi, Mungu awabariki. Ninaamini mnatufuatilia. Tupo mahali hapa, kanisa letu linaitwa CFTI, Christ Followers Temple International. Ni kanisa la Tanzania Assemblies of God, na mimi ninayezungumza hapa mbele yako ndiye mchungaji kiongozi. Tupo eneo linaitwa Mbweni Mpiji, karibu na shule ya Shamsia au shule ya fedha. Na hivyo Mungu anaweza akatusemesha, akatuonyesha kama alivyomwonyesha Yusufu ya kwamba siku moja atakuwa mtu mkubwa. Mungu anaweza akakuonyesha kwa namna moja au nyingine. Hiyo ni hatima ambayo tunaipambania tukiwa hapa duniani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni hatima ambayo tunaipambania, na kila moja ni vizuri ukafahamu hapa duniani ni nini ambacho Mungu amekuweka uweze kukitimiza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajatuleta hapa duniani kuja kuzurura tu alafu nakuja unaondoka. Kuna jambo ambalo Mungu amekuita kwa ajili ya hilo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninalijua kwa nini Mungu ameniweka hapa duniani. Ninajua na ninaishi ile hatima ambayo Mungu ameikusudia, na ninajua kusudi la Mungu katika maisha yangu, na ninaliishi kusudi. Na jioni njema ya leo ninataka nikutie moyo, watu mnaotufuatilia, watu mnaotusikiliza mahali popote pale ulipo, ya kupasa ulijue kusudi la Mungu, yapasa ujue hatima ya maisha yako aliyoikusudia Mungu na uipambanie. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana, kama tunavyoendelea kuona katika maisha ya Yusufu. Sasa jambo la pili la tatu ambalo nataka tuliangalie, la kwanza tumekwisha kuliona ya kwamba maisha yetu yameratibiwa na Mungu, lakini la pili tumeona ya kwamba Mungu huwa anawasiliana na sisi kwa njia ya ndoto, kwa njia namna nyingine yoyote ile, kile ambacho anataka akitimize katika maisha yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika maisha ya Yusufu tunakuja ukuta moja ya vitu ambavyo Yusufu alifanya baada ya kwamba Mungu amesema naye. Biblia inatuambia aliwashirikisha ndugu zake kile ambacho alikuwa ameota. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaambia kaka zake, akasema, tulikuwa katika eneo la shamba tukifunga miganda ya ngano, nikaona mganda wangu umesimama, lakini miganda ya watu wengine, nyinyi kaka zangu, ikawa imeuinamia ule mganda wangu. Kaka zake wakawa wameelewa huyu bwana mdogo anamaanisha ya kwamba, au Mungu amemwonyesha kwamba siku moja huyu mtu atakuja kuwa ni mtu mkubwa. Wakaelewa na wakachukia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, amina. Naomba nipatiwe leso. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akawa ameelewa, ndugu zake wameelewa ya kwamba huyu bwana kuna siku moja atakuwa mtu mkubwa, huyu bwana siku moja atakuwa kiongozi, huyu bwana siku moja atakuwa ni mtu ambaye atasimama mbele ya wakuu, na lile jambo likawa ni chukizo kwa ndugu zake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakawa wamechukia, wakaanza kuwa na wivu, lakini akaota ndoto nyingine. Ile ndoto ya pili, hata baba yake mzazi mzee Yakobo akawa amemwambia, hapana, sasa naona unaenda zaidi ya inavyotakiwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema ya kwamba nimeota ndoto, nyota 11, alafu mwezi na jua vinaniinamia. Baba yake akasema, sasa unaenda zaidi ya inavyotegemea. Unawaza ya kwamba mimi na mama yako na ndugu zako na watu wengine tutakuja kukusujudia, utakuja kutuongoza? Baba yake akawa amemwambia hivyo. Unadhani ni kitu ambacho kinawezekana? Akamkemea. Lakini ile ndoto ambayo Yusufu aliota
ilifanya ndugu zake wakamchukia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ile hatima ya Mungu, jambo kubwa ambalo Mungu amelikusudia katika maisha yako, linaweza likasababisha ukachukiwa, linaweza likasababisha usipendwe, linaweza likasababisha watu wakapanga hata mipango ya kukuondoa kwa ajili ya lile kusudi la Mungu katika maisha yako. Linaweza likasababisha watu wakaweka vikao, linaweza likasababisha watu wakawa na mijadala ya kukuhamisha, ya kukuondoa juu ya lile jambo ambalo Mungu amelikusudia. Na jioni njema ya leo nataka nitangaze na nikuthibitishie ya kwamba jambo la Mungu lazima litatimia katika maisha ya kila mmoja anayenisikiliza. Huu ujumbe ni kwa ajili yako, ya kwamba Bwana anacho kitu. Ndio maana amekutanisha na ujumbe huu kwamba jambo la Mungu, kusudi la Mungu lazima litimie. Maana Mungu akipanga, nani apangue? Mungu akipanga, hakuna anayeweza kupangua. Mungu amemwonyesha Yusufu kwamba atakuwa mtu mkubwa, na Mungu mwenyewe anasimamia ile sauti yake, anasimamia ule mpango wake. Maana amekusudia Yusufu atakuwa mtu mkubwa, lazima itokee katika jina la Yesu Kristo. Mambo ambayo Friend of God CFTI hapa Mbweni Mpiji njia 4 tunayo mafundisho yatakayokusaidia utambue namna ya kulijua kusudi la Mungu, lakini jinsi ya kuishi hatima yako ile aliyoikusudia Mungu katika maisha yako, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona sasa ile chuki ya ndugu zake Yusufu ikawafanya waweke mipango. Sasa jambo lingine ambalo tunatakiwa kujifunza hapa ni kwamba shetani ni adui wa hatima njema ya maisha yetu. Shetani ni adui wa hatima wa kusudi la Mungu katika maisha yetu. Na tunaona hapa Yusufu siku moja akiwa ameagizwa na baba yake kwamba nenda wapelekee chakula ndugu zako kule wanakochunga. Akiwa njiani anaelekea kule ambako ndugu zake wapo, akakutana na mtu mmoja akamwambia, ninawatafuta ndugu zangu. Akamwambia wameenda mahali fulani. Alipofika kule akuwakuta, lakini akaelekezwa tena wako kipande fulani. Akaenda akiwa mbali. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 37 mstari wa 18, Biblia inasema wakamuona toka mbali, wakafanya shauri la kumuua, wakasema tuone kama ndoto zake zitatimia. Akiwa mbali, akiwa hayupo, kikakaliwa kikao. Mtandota anakuja, naona sasa tumuue ili tuone kama ndoto zake zitatimia. Kikapangwa kikao. Yusufu anaenda, hajui ya kwamba ameshapangiwa mipango, anaelekea kule, kumbe wenyewe wamempangilia. Lakini jambo moja ninashukuru, katika kile kikao cha kupangilia namna ya kumuua na kumuondoa Yusufu ili kusudi la Bwana lisitokee, alikuwepo mtu mmoja katika kile kikao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Alikuwepo mtu mmoja anaitwa Ruben. Ruben alikuwa ni kaka mkubwa. Ruben alikuwa ni kaka mkubwa, ni kaka mkubwa wa familia. Kwa hiyo katika kile kikao akaona ya kwamba haya mambo sio mazuri, akatoa ushauri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema, jamani, huyu Yusufu ni damu yetu, tusimuue, ila tunachoweza kufanya tukamtupe kwenye shimo kubwa. Alisema hivyo akijua kwamba baadaye anaweza kwenda kumtoa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakusudi na Yusufu. Watu wamepanga mipango ya kumuua, lakini ili lile jambo baya lisitokee, Mungu anaweka ndani ya moyo wa Rubeni katika kambi ya maadui, anatoa ushauri wa kunusuru maisha ya Yusufu ili ndoto yake na yale aliyokusudia Mungu yatokee katika maisha yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, amina.
ndivyo inavyotokea hata katika maisha yetu. Mungu anapokuwa na jambo na wewe, hata watu wakijipanga, wakaweka mipango, wakaweka vikao jinsi ya kukwamisha, Mungu siku zote huwa anainua watu katika kambi ya maadui ambao watakusemea, watakutetea, watakuletea taarifa. Kaa vizuri, inatokea katika jina la Yesu. Nami mchana jioni njema ya leo ninamwomba Mungu akuinulie mtu kama Rubeni kwenye kambi ya maadui, wale wanaokusema vibaya, wale wanaotaka kukwamisha, wale ambao hawataki vitu vya Mungu vitokee. Mungu amuinue Rubeni atakayeenda kusimama kwa ajili yako, akusemee vizuri, akutetee. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kambi ya adui yupo Ibilisi, Shetani. Sisi watu tuliokoka, kambi ya adui yupo Shetani. Shetani apendi mpango wa wokovu wa Mungu katika maisha yetu, na anatuvizia. Unayenisikiliza umeokoka, Shetani anakuvizia, anavizia mipango yako, anavizia ndoa yako, anavizia watoto wako, anavizia uchumi wako, anavizia vitu vyako vizuri, kwa sababu unapookoka wewe na vitu vyako na familia yako na kitu chako chote, Shetani akipendi. Akikukosa wewe atapiga biashara, akikukosa wewe atapiga mtoto, akikukosa wewe atapiga jambo lako lolote lile. Hapendezwi na hatima ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo anapanga kila inapoitwa leo, jamaa ana jambo baya na wewe. Amepanga mipango ya kukuondoa, amepanga mipango usifike Disemba, amepanga mipango ya kukuaibisha, amepanga mipango ya kukufedhesha. Lakini kwenye kambi la adui alikuwepo Rubeni, kaka mkubwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninazo habari njema, mtu naye nisikiliza. Watu tuliokoka tunaye kaka mkubwa anaitwa Yesu Kristo. Jamani, amina. Biblia inasema Yesu Kristo amekaa upande wa kuume wa Mungu Baba, nyakati zote anatuombea, nyakati zote anatutetea. Kaka mkubwa anaitwa Yesu. Alipokufa pale msalabani, damu yake ikamwagika. Ile damu ya Yesu, Biblia inasema inanena mema. Damu ya kaka mkubwa anaitwa Yesu Kristo anaweza kututetea kuliko Rubeni alivyomtetea Yusufu. Anaweza kututetea kule kazini, anaweza kukutetea katika familia, anaweza kukutetea shuleni, anaweza kukutetea mahali popote vitu vinapokuwa vimeharibika. Yupo kaka mkubwa. Watu wanataka kuondoe, watu wanataka kuchafue, watu wanataka kutendea mambo mabaya. Mtu uliokoka, yupo kaka mkubwa anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Alikufa akafufuka, ameketi mkono wa kuume Mungu Baba, anatuombea. Biblia inasema yu hai siku zote, anatuombea. Kaka mkubwa Yesu Kristo anatuombea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ile hatima yetu lazima itimie, kwa sababu tunaye muombezi anayetuombea kila inapoitwa leo. Lakini yupo muombezi mwingine anaitwa Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huku tunaye kaka mkubwa anaitwa Yesu Kristo, alafu huku yupo Roho Mtakatifu. Wote kwa pamoja wanafanya kazi ya kututetea, ya kutusemea kwenye kambi ya maadui. Wanapokuwa wamenia mabaya, wanatuzungumzia ya kwamba huyu mama lazima atoboe, huyu kijana lazima afanye vizuri, huyu mtoto lazima akue. Hata wale mliopo mahospitalini mmeokoka, kaka mkubwa Yesu Kristo anakuombea pale ulipokaa. Vitu vimegoma, vitu haviendi, watu hawakuelewi, umefedheka, umeaibika, wamekunenea mabaya. Yupo Yesu Kristo ambaye ni zaidi ya Rubeni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la Mungu lazima litimie katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo.
Jambo la Mungu, kusudi la Mungu, hatima ya Mungu katika maisha yako lazima litimie. Na ndiyo Bwana anasema na wewe, anakukumbusha wewe ambaye umepata neema ya kusikiliza fundisho hili. Mahali popote pale ulipo, Bwana anakusudi. Yamkini kuna watu wameinuka dhidi yako, yamkini kuna watu wamekutegeshea vitu vibaya, yamkini wanataka uaibike, yamkini wanataka ufedheheke. Nataka nikutie moyo, nataka nikuthibitie, yupo Yesu ambaye anaenda kuinua watu atakaoenda kukusimamia, anaenda kuinua watu atakao kutetea, anaenda kuinua watu ambao watasimama ili kusudi la Mungu katika maisha yako liweze kutimia. Piga makofi kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo ambaye ni zaidi ya Ruben. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ruben alipokuwa ameondoka, akatokea mtu mwingine, kaka yake Yusufu, anaitwa Yuda. Kwa sababu ushauri wa Ruben ulisikilizwa, lakini kuna wengine wakawa wanaendelea kunung'unika kwamba hapana, lazima tumuondoe huyu, tuone ile ndoto yake itafikaje. Kwa hiyo ule ushauri ulipokuwa unazidi kupata nguvu, Mungu akamuinua Yuda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, amina. Jamani, amina. Amemuinua Ruben. Alivyotoka, ile nguvu ya adui ikazidi kupamba moto. Mungu akasema hapana, jambo langu lazima litimie. Akaibuka Yuda kaka yake, akasema jamani, kuliko tumuue basi tumuuze. Maana walikuwa wanapita Waishmaeli ambao walikuwa ni wafanyabiashara. Kwa hiyo akatoa wazo lingine baada ya kuona lile wazo la kwanza limeanza kushindwa. Akasema hapana, na tumuuze. Watu wengine wale wakakubaliana, wakasema sasa na tumuuze Yusufu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli Waishmaeli walivyofika mahali pale, wanatafuta watu wa kuwachukua kuwapeleka kule utumwani katika biashara ile ya kuuza watu. Walivyomwona Yusufu akasema huyu anafaa kwenda kufanyika biashara kule Misri. Kwa hiyo wakamchukua, lakini kumchukua Yusufu na kwenda naye Misri ilikuwa ni wazo badala ya kumuua. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, amina. Mungu akiwa na jambo na wewe hata ruhusu uondoke kabla jambo lake halijatimia katika maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, amina. Vimekaa vikao vya kumwondoa Yusufu. Mungu akasema sijamalizana na Yusufu, ataondoka muda wake utakapokuwa umefika. Na iwe hivyo katika maisha yako, usiondoke kabla kusudi la Bwana halijatimizwa katika maisha yako. Haijalishi vikao vingapi vimekaa, haijalishi watu wamejipanga namna gani, kusudi la Bwana lazima litimie. Na Mungu atapambana, na Mungu atapigana, na Mungu atainua watu zaidi ya Ruben na Yuda ili waweze kusimama na wewe, kusudi la Bwana likatimie pale ulipo. Yamkini ni kazini, yamkini katika biashara, yamkini katika familia, yamkini mahali popote pale alipokuweka Bwana na kusudi lake lipo, lazima litimie. Watainuka watu, watashindwa katika jina la Yesu. Maana wewe ni mjumbe wa Bwana. Mahali pale alipokuweka Bwana ana kitu na wewe. Kupitia mahali pale Bwana ainue, Bwana alete walinzi ambao watasimama na wewe katika lile jambo ambalo Mungu amelikusudia liweze kutokea. Na utakapotoka pale, Bwana atakuwa amemalizana na jambo alilolikusudia pale na katika maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Katika kuelekea hatima na kusudi ambalo Mungu amelikusudia, kuna mateso, kuna kupata shida, kuna kuumia, kuna kuteseka. Ukisoma Zaburi ya 105 kuanzia ule mstari wa 17, Biblia inasema Yusufu aliuzwa utumwani. Walimuumiza miguu yake kwa pingu, akatiwa katika minyororo ya chuma. Unajua, ukisoma kitabu cha Mwanzo, kawaida tu ukisoma juu wanasema Yusufu akauzwa akapelekwa Misri. Lakini ukija kuangalia ule mchakato wa watu walipokuwa wanauzwa, walikuwa wanawekwa kwenye minyororo, wanafungwa pingu,
wanatobolewa mikono au miguu ili wasiweze kutoroka. Kwa hiyo watumwa walikuwa wanakuwa katika hali ambayo ni ya mateso na ya masikitiko, na minyororo ambayo walikuwa wanaitumia sio kama minyororo ya sasa hivi. Minyororo ya sasa ni minyororo mizuri, inakuwa haiwezi kaumiza, lakini ya kipindi kile ni minyororo ambayo hata teknolojia ilikuwa ya chini. Kwa hiyo ilikuwa ni minyororo ambayo ukifungwa unaumizwa. Kwa hiyo Yusufu alikuwa anapelekwa Misri akiwa na maumivu, akiwa amefungwa minyororo, akiwa ameumizwa. Biblia inasema vyuma vile vilimuumiza. Kwa hiyo Yusufu anapoelekea katika kusudio la Mungu, anapoelekea katika hatima ambayo Mungu ameikusudia, Yusufu anakutana na mateso. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la Mungu katika maisha yako halitatukia kirahisi rahisi. Linapitia katika mazingira magumu. Yusufu anaenda katika hatima yake, lakini mazingira hayaonyeshi ya kwamba Mungu yuko pamoja naye. Na ndiyo maana baadaye sana anapokuja kuelewa, anasema ni Mungu alinipeleka. Kwa hiyo yale mateso, baadaye Yusufu alikuja kuona ya kwamba kupitia haya mateso kuna mahali Mungu ananipeleka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ninasema na mtu mmoja anayenisikiliza mahali popote ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Ninasema na mama na baba, ninasema na kijana, ninasema na mtumishi wa Mungu. Inawezekana unapita katika mazingira ambayo unaweza hata usione kama Mungu yuko mahali pale. Baadaye Yusufu alipokuja kutambua, aliona hata katika yale mateso Bwana alikuwa katika yale. Bwana alikuwa anamtegemeza, Bwana alikuwa anampa neema. Ndio maana linasema neema ya Mungu nyuma ya mambo ya kwamba Yusufu katika mateso yale wakati ule hakuona kama Mungu yupo, lakini baadaye anapokuja kutazama ile scenario yote toka mwanzo, akajua hata katika yale mateso, hata katika kule kuchubuliwa, Mungu alikuwa kazini. Mpendwa, Mungu yupo kazini katika magumu unayopitia. Mungu yuko kazini katika vitu ambavyo huelewi. Mungu yuko kazini katika vitu ambavyo akili zako zinashindwa kufafanua. Mungu yupo kazini. Mungu anashughulika kulitimiza kusudi lake katika maisha yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Makofi na vigelegele kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Neema ya Bwana ikakushike wakati ambapo akili zako hazijakamata, hazijaelewa, hazijakubali. Neema ya Bwana nyuma ya mambo zikakusaidie kuelewa ya kwamba tunaye Baba, Mungu wa huruma, Mungu wa rehema. Hata acha uendelee kupata shida hadi ufie hapo, yeye ana mpango, anakuimarisha, anakuinua na kukusaidia. Ndicho kinachoendelea kutokea mahali hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati wako pitia Zaburi ya 105. Ile inaanza kukufundisha na kukuelekeza jinsi ambavyo Yusufu mapito yake, jinsi ambavyo Mungu alikuwa ameyaratibu, na kila kitu alichokuwa anapitia Mungu alikuwa anahusika na hicho kitu. Ninataka nikuthibitishie, Mungu anahusika, anaona, anatazama yale unayopitia, na mengine ameyaruhusu, na mengine hajaacha utoke katika hayo, kwa sababu bado anaendelea kukuchonga, anaendelea kukutengeneza ili uje ufae kwa ajili ya makusudi yake hapo baadaye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine ambalo nataka tuliangalie mahali hapa ni kwamba katika kufikia hatima yako, kuna nyakati adui anataka kututoa katika mpango na makusudi ya Mungu. Yusufu alipouzwa kule Misri, akauzwa katika nyumba ya Potifa. Potifa alikuwa ni mtu mkubwa sana, kwa maana ya kwamba kwa cheo alikuwa ni mtu ambaye tungeweza kumfananisha na watu wakuu wa majeshi, au mkuu wa polisi, wa jeshi la polisi, au la magereza niseme. Lakini alikuwa ni mtu wa ranki ya juu,
katika majeshi. Kwa hiyo Mungu ana makusudi na Yusufu. Walipokuwa wamewapeleka wale watumwa kwenda kuwauza, kwa hiyo ile siku ya mnada watu wa Potifa walikuwa mahali pale. Kwa hiyo wakawa wanachagua nani wamnunue, lakini Bwana alikuwa kazini katika maisha ya Yusufu. Yusufu alipokuwa amepangwa, Mungu alikuwa kazini, akataka Yusufu aende kwenye nyumba ya Potifa, kwa sababu alijua akienda kwenye nyumba ya Potifa itafika mahali Yusufu atasingiziwa, na kutoka kusingiziwa huko ataenda gerezani. Yale mapito, Mungu alikuwa kazini. Potifa anapompata Yusufu, bado Mungu alikuwa kazini. Yusufu anapouzwa, alichuguliwa na Potifa kwa mpango na makusudi maalum. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, amina. Jamani, amina. Yaani hakununuliwa na mtu mwingine yoyote isipokuwa yule ambaye Mungu alikuwa amemkusudia afanyike kuwa chombo cha kumfikisha Yusufu mahali pale ambapo yeye alikuwa ametaka. Yusufu anapelekwa kwa Potifa, anaanza kufanya kazi mahali pale, anakuwa mwaminifu sana, anakuwa anafanya kazi kwa uadilifu. Lakini likatokea tukio moja ambalo lilikuwa la aibu, la fedhea sana. Tunafahamu wasomaji wa Biblia katika kile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 37, katika utendaji kazi wake Yusufu, yeye ilifika siku moja yule mama mwenye nyumba akawa amemtamani, akataka amfanye kuwa mpenzi wake. Kwa hiyo akaendelea kumshawishi, lala nami. Biblia inasema yule mama alifanya zaidi ya mara moja. Biblia inasema alimshawishi mara nyingi, lakini Yusufu alijua ili jambo ni adui yuko kazini. Nikiingia katika mtego huu, ninajua kabisa lile kusudi la Bwana linaweza lisitokee katika majira na wakati wa Bwana. Kwa hiyo alijua kwamba adui yupo, anataka nitoe katika hatima ile aliyoikusudia Mungu. Nataka nikutie moyo na kukusaidia ujue kwamba katika kulifikia lile kusudi la Mungu, ile hatima alionayo Bwana katika maisha yetu, adui ataleta vitu ambavyo vinataka vikutoe katika mpango na makusudi ya Mungu. Yusufu alipata neema na ufahamu wa kumsaidia. Ninamwomba Mungu akusaidie wewe unayenisikia, wewe unayefuatilia fundisho hili. Mungu akusaidie uwe na ufahamu wa kutambua yale yanayoweza kusababisha lile jambo la Mungu katika maisha yako lisitokee. Unatakiwa ufahamu kuna vitu ambavyo ukifanya jambo la Mungu linaweza lisitokee katika wakati maalum, linaweza likachelewa, lakini linaweza likakwama kabisa. Kwa hiyo kuna namna ambayo wewe na mimi tunahusika ili hatima ya Mungu katika maisha yetu iweze kutokea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ule mtego ukatokea. Inawezekana na wewe upo katika mtego. Inawezekana na wewe kuna jambo ambalo ukilifanya tu hatima yako inaenda kuvurugika katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote unapopata ujumbe huu, waliopo hapa ndani na mnaonisikia mahali popote pale duniani, katika bara la Afrika, katika bara la Asia, kule Ulaya, Marekani, Australia, mnakofuatilia, kama kuna jambo ambalo limekusudiwa na adui shetani likutoe katika lile jambo kubwa la Mungu, Bwana akupe neema ya kushinda. Bwana akupe neema ya kuvuka. Bwana akupe neema ya kung'amua katika jina la Yesu Kristo. Nami nipo kwa ajili ya kuomba na wewe, kwa sababu amenipa ujumbe huu. Hii inawezekana kabisa lipo jambo ambalo uko katika njia panda, ukiingiza tu mguu umetoka katika kusudio la Mungu. Bwana akusaidie. Wasiliana na mimi kwa namba zinazojitokeza mahali hapo niweze kukusaidia namna ya kutoka, kama ambavyo Yusufu alipata neema ya kutoka. Biblia inasema Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutuombea. Bwana ainue waombezi wa kukusaidia uweze kuvuka, uweze kupita, maana adui amekusudia hiyo hatima yako isitokee. Yusufu akavuka mtihani. Bwana akuvushe katika hilo ambalo limekaa katikati ya hatima yako ambayo Mungu amekusudia. Bwana akuvushe. Bwana akuinulie ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yusufu anapolishinda lile jaribu, anatupwa gerezani. Maana yule mama alivyokuwa ameshindwa kumpata Yusufu, siku moja sasa akataka kumng'ang'ania
Alipokuwa anataka kumng'ang'ania, akamshika Yusufu na lile shuka lake, sijui ni shuka sijui ni kanzu. Yusufu akatoka akamwachia yule mama ile nguo. Yule mama akabaki analia. Mume wake anapokuja akamwambia, umetuletea huyu Mwebrania, tazama alitaka kunibaka, mimi nikakataa. Kwa hiyo alipokuwa anataka kukimbia, nikang'ang'ania hii nguo, nimebaki nayo. Analia, anajiliza. Yusufu lile jambo likampanya akapelekwa gerezani. Lakini kule gerezani ndiko alipokuwa anasogezwa katika hatima ya Mungu katika maisha yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mabaya unayotendea yakafanyike kuwa ni chanzo cha kufikisha pale Bwana alipokusudia. Mambo magumu ambayo yamelengwa kwa ajili yako, haya yakafanyike daraja, yakafanyike ngazi ya kutimiza jambo la Mungu katika maisha yako. Ikatokee hivyo katika jina la Yesu. Maana Yusufu alipopelekwa gerezani, wokovu wake, kuinuliwa kwake kulitokea gerezani. Kwa hiyo ili ainuliwe ilibidi asingiziwe, ili ainuliwe ilibidi ashinde jaribu, ili ainuliwe ilibidi aende gerezani, ili ainuliwe ilibidi afedheheke, ili ainuliwe ilibidi aibike, ili ainuliwe ilibidi adharauliwe. Maana lile tukio la kutaka kumbaka yule mama kwa visingizio watu walijua. Kwa hiyo inawezekana hata alipokuwa anaenda gerezani wanasema huyo kibaka, huyu jamani noma, maana alitaka kubaka mtu wa mtu mkubwa. Wenzake wanabaka mabinti huko mitaani, lakini yeye anataka kubaka pale pale pa juu. Wakamwona ni mtu wa ajabu sana, wakamwona ni mtu afai, lakini ile ilikuwa ni aibu ya muda. Mama anakuambia aibu ulionayo ni aibu ya muda. Majira yanakuja kijana, majira yanakuja. Inawezekana umefedheheka, inawezekana umesingiziwa mambo, inawezekana umenenewa yasiyofaa, umetulia, umenyamaza, hukutaka kujitetea, kwa sababu ni majira na nyakati. Majira yapo, mtetezi wako yu hai, mtetezi wako yu hai. Yesu yu hai, ata kutetea, ata kupigania, ata kuinua tena. Pale unapoenda mahali pa fedhea, ndipo ambapo Bwana anaenda kukuinua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yusufu ameenda gerezani, haoni dalili za Mungu pale. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Haoni dalili za Mungu. Nimesingiziwa. You don't see God there. Huoni kama Mungu anahusika, huoni kama Mungu yupo, huoni kama Mungu anatenda. Yusufu akaenda gerezani, kichwa kimeinama. Ukienda gerezani kuna nyakati wanaulizana. Niliwahi kuambiwa na mtu wetu mmoja, alikuwa gerezani, anasema ukienda gerezani unaulizwa kwa nini umekuja hapa gerezani. Inategemeana na kesi ambayo imekupeleka. Kama mpelekwa kwa kesi za kijinga, unaweza hata ukazabwa vibao. Yaani wewe umekuja huku kwa kesi hii, wanakutandika viboko. Kwa hiyo watu walikuwa wanaulizana, mwenzangu umekuja hapa kwa kesi gani? Mwingine anasema mimi nitaka kuiba, mwingine anasema mimi niliua, mwingine, yani kila mtu anasimuliana. Na vyeo kule wa gerezani huwa watu wanapeana kulingana na kesi iliyokuleta kule gerezani. Kwa hiyo Yusufu anapoulizwa anasema mimi nimesingiziwa kubaka. Kumbaka nani? Anasimulia. Wapo waliokubali, wapo waliokataa. Watu walimwambia wewe lazima ulitia neno pale. Lakini Yusufu akasema hapana, mimi ninamjua Mungu, mimi ninayo hatima, mimi ninalo kusudi la Mungu. Huo ujinga nisingeweza kufanya. Yusufu akajikuta gerezani. Akiwa gerezani, Mungu akaanza kufanya vitu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaanza mchakato wa kumleta Yusufu. Mungu akaanza mchakato wa kumtoa Yusufu, na mchakato wenyewe ulianza namna hii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wafanyakazi wawili wa Farao walimvuruga, walimtibua, na Farao akaona awapeleke gerezani. Na kule gerezani ndiko ambako Yusufu alikuwepo. Kwa hiyo mchakato wa Mungu kuanza kumwinua Yusufu, kuna watu walikosea katika familia, katika ofisi ya Farao, akawatupa gerezani. Na alipowatupa gerezani, wakakutana na Yusufu, wakawa marafiki. Mungu yuko kazini. Gerezani mtu yupo, lakini Mungu anatenda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
haijalishi pito ulilo nalo, gereza ulilo nalo, gereza la uchumi, gereza la aina yoyote ambalo upo sasa hivi, mahali popote ulipo, unaweza kuwa unatembea, tunakuona unazunguka, umevaa vizuri, lakini upo katika gereza. Lile gereza ujui utatoka lini. Pamoja na hilo gereza, Bwana anao mpango, Bwana anafanya mchakato, bado Bwana anatenda. Mungu akasababisha wale wafungwa wawili waje wakutane na Yusufu. Yusufu yuko gerezani, Mungu anapanga mipango ya kumtoa katika jina la Yesu. Mungu aendelee kupanga mipango katika maisha yako ya kukutoa, ya kukusaidia, ya kufanya mambo yako yaweze kwenda, yaweze kukaa vizuri. Hii inawezekana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wale watu walipofika kule gerezani, siku moja wakiwa kule gerezani, Yusufu akawaona wale watu wana nyuso zilizokunjamana, akawauliza nini kinaendelea. Wakamwambia tumeota ndoto. Mtu mmoja akasema nimeota ndoto, nilikuwa nimeshika vichana vitatu vya dhabibu, nilikuwa nakamua dhabibu, ninaiweka kwenye glasi, alafu nampa mfalme anakunywa. Na mwingine akasema nimeota nilikuwa nimebeba nyungo tatu zenye mikate, na ule ungo wa tatu ulikuwa na mikate ambayo ndege walikuwa wanakuja wanaidonoa, alafu wanakula katika kile kichwa changu. Yusufu akasema hiyo ni ndoto, maana yake ni hii, ni kwamba katika siku tatu mfalme atainua kichwa chake, atawakumbuka wewe ambaye umeota unamnywesha glasi ya juisi, atakurudisha, utaendelea na kazi. Na huyo mwingine akasema ndani ya siku tatu mfalme atakutoa, lakini kosa ulilofanya litamfanya sikusamehe, atakukata kichwa, kitaning'inizwa kwenye miti, alafu ndege watakuwa wanakula kile kichwa, nyingine nyama zake watakuwa wanazidonoa, na hayo mambo yakatokea. Lakini Yusufu akamwambia huyu anayetoka kwa mfalme, akasema ninaomba ukienda huko ukanizungumzie vizuri, maana mimi hapa ni mtumwa, nilileta utumwani, nimesaulika hapa na ndugu zangu hawajui, baba anajua kama nishakufa. Ninaomba ukienda huko ukanisemee vizuri ili nitoke nirudi nyumbani kwa wazazi wangu. Yale mambo yalipotokea, Biblia inasema yule bwana alipokuwa ameenda kule akamsahau Yusufu na hakuweza kumsemea Yusufu kwa Farao, na lile pia lilikuwa ni pito ambalo Bwana alikuwa kazini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kufikia hatima yako kuna kusahauliwa. Yusufu ametoka kusingiziwa, amemsaidia mtu, ametoka yeye akasahauliwa. Utasahauliwa sana, lakini ni kwa sababu Mungu yuko kazini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Utafanya vitu vikubwa watu wakasahau, lakini Mungu yuko kazini. Inawezekana umesahauliwa, inawezekana watu wanaibuka, wanaweza wakashika nafasi ambazo ilikuwa wewe ushike. Ukiangalia nini kimetokea, unasema nimesahauliwa. Kule kusahauliwa, Bwana yupo kazini. Bwana kuna kitu anakifanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati wa Mungu kumwinua Yusufu kuja kutimiza kile alichokuwa amemwambia ulipotimia, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana, Biblia inasema Mungu mwenyewe alimtuma Farao kwenda kumfungua Yusufu. Sasa alimtuma kwa namna gani? Biblia inasema ya kwamba Farao aliota ndoto ambayo ilimsumbua, ndoto ambayo aliota kuna ng'ombe 7 walionona wanamezwa na ng'ombe 7 waliokonda sana. Akaota kuna masuke 7 ya ngano yalionona yanamezwa na masuke 7 yaliyokonda sana. Ile ndoto ikamsumbua, ile ndoto ikawa haina majibu. Akajaribu kuwaita waganga wa kienyeji na wanawajimu waliokuwepo pale katika ikulu yake, hawakuweza kuitatua ile ndoto, na Mungu alifunga fahamu za wale watu wasitatue ile ndoto, kwa sababu alikuwa amemweka Yusufu. Hiyo ndiyo zamu ambayo Mungu alikuwa anataka ampitishie hiyo Yusufu atoke gerezani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anaanza kufanya mambo, anamwotesha Yusufu, anamwotesha Farao ndoto. Ile ndoto imesumbua sana. Farao anapowasimulia wafanyakazi wake, ndiyo yule mtu ambaye alitafsiriwa na Yusufu anakumbuka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.
Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu ndiye anakumbuka na akaanza kumwambia Farao, sasa nimekumbuka uovu wangu. Nilipokuwa gerezani, baba mfalme, uliniweka kule. Nilikuta siku moja ndoto ambayo ilinifadhaisha sana, na nilikuwa sina kitu cha kufanya, lakini yupo kijana mmoja kule gerezani alinitafsiria ile ndoto, na ikatokea vile vile ilivyokuwa, kama ilivyokuwa. Akasema alitafsiriwa pale pale, Farao akaagiza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, amina. Farao pale pale akaagiza Yusufu atolewe gerezani. Msafara ukaenda kule gerezani. Yusufu ameamka kama mfungwa, ameshasahau. Biblia inasema ni miaka 2 imepita tangu alipomwambia yule kijana, ukitoka usinisahau. Kwa hiyo ameshafika mahali amezoea maisha yale, hajui itatokea lini, lakini ndio ulikuwa ni wakati wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Mungu ukifika, utakujilia mahali ambapo wakati mwingine hata uelewi nini kinachoendelea. Kwa hiyo Yusufu ameamka, ratiba yake inaendelea kama kawaida. Yusufu ameamka, amekunywa uji wa gerezani. Yusufu ameamka, ameoga maji ya gerezani. Yusufu ameamka, anaendelea na ratiba kama kawaida ya gerezani. Mara anasikia Yusufu unaitwa, anashangaa nini kimetokea. Anapotoka anakutana na msafara, anakutana na watu wamevalia manguo ya heshima, wamekuja na farasi. Wanamwambia Yusufu, panda hapo juu. Wala hatakiwi hata kwenda kuaga wafungwa wenzake. Akasema, hii ni kitu gani? Yamkini naenda kunyongwa. Lakini akaacha nguo zake, vitu vyake, maana hajui anaenda atarudi. Akapanda katika ule msafara, akashangaa anapelekwa kwa kinyozi, akatolewa ndevu. Yale mambo ya gerezani yakaanza kuondolewa, akatolewa vazi lile la gerezani, akavikwa vazi mpya. Anashangaa nini kinaendelea. Ni wakati wa Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapotaka kutimiza jambo lake, anafanya vitu kwa ratiba yake, anafanya vitu kwa uweza na nguvu na mamlaka aliyonayo. Yusufu ametoka, anafikishwa kwa Farao, yeye mwenyewe anashangaa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana awaoteshe watu ndoto ambao kwa ndoto hiyo mambo yako yatakwenda sawa, katika jina la Yesu. Watu wenye mamlaka ya kifedha, mamlaka ya kimaamuzi, inawezekana neno lao moja tu linaweza kufanya ukatoka. Neno lao moja tu linaweza likafanya mambo yako yakakaa sawa. Neno lao moja tu linaweza kubadilisha maisha yako. Neno la Farao lilitosha kumtoa Yusufu gerezani. Bwana akuinulie Farao wa aina ya tatizo ulilo nalo, ya changamoto nalopitia. Bwana amuinue Farao ambaye neno lake linaweza kukufanya ukatoka hapo ulipo, ambaye neno lake litakufanya uende hatua nyingine. Hii imetokea kwa Yusufu, hii inawezekana na kwako, na ikafanyike katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu anapopelekwa kwa Farao, anaambiwa, anasikia kijana, wewe unaweza kutafsiri ndoto. Ulimtafsiria huyu, ninajua unaweza. Yusufu, yale mapito yamemnyenyekesha, yale mapito yamemfanya kuwa kijana mwenye nidhamu, mwenye adabu. Ni kweli alikuwa na adabu, ni kweli alikuwa na heshima, lakini yale yamemfanya kuwa bora zaidi. Akasema, hapana mfalme, wamekosea. Waliokuambia ninaweza kutafsiri, hao wamekosea. Sio mimi ninaye tafsiri, ila ni Mungu ndani yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yusufu anajua ule uwezo haujatokana na yeye mwenyewe, anasema ni Mungu ndani yangu, na akaanza kumtafsiria. Akasema, hiyo ndoto uliyoota, zote ndoto hizi zina maana moja, ya kwamba Mungu amekuonyesha mambo tokea miaka mingine ya njaa ambayo vyakula vitakuwa na shida. Kwa hiyo omba kwanza wa njaa, na mwaka wa pili kusanya mazao yatakayotosheleza mwaka wa pili wa njaa. Fanya hivyo hivyo kwa miaka 7, kusanya mazao hivyo. Mfalme akasema, tupate wapi mtu
mtu mwenye roho ya hekima na ujuzi kama huyu, akasema kuanzia sasa Yusufu haurudi gerezani. Kuanzia sasa wewe unaenda kuwa mtu wa pili kwa ukubwa baada yangu. Biblia inasema akampa na pete, akamvalisha na yale mavazi ya kifalme, akasema kuanzia leo wewe ni mtu mkubwa, wewe ni namba 2 baada yangu. Utakachosema ndicho kitakachotokea. Siku ile ile Yusufu maisha yake yakabadilika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Siku isiyo na jina, siku isiyo na matarajio, Bwana ameshakamilisha, na mapito yale ya Yusufu ameshatimiza lile kusudi lake katika maisha ya Yusufu. Na sasa ni wakati wa kuinuliwa. Mungu anapoenda kukuinua, wala wakati mwingine unaweza usielewe, itatokea pap. Ilitokea kwa Yusufu. Asubuhi amekunywa uji wa jela, ameoga maji ya jela, ametumia vitu vya jela. Inapofika muda fulani ametoka, ndio hatarudi tena gerezani. Na ikawe hivyo kwako katika jina la Yesu. Utakapotoka katika hiyo hali usirudi tena. Utakapovushwa kwenye huo ugonjwa, ndio hiyo imetoka. Utakapovushwa katika hiyo uchumi, ndio hiyo imetoka. Utakapovushwa katika ile fedheha, ndio hiyo imetoka. Yusufu hakurudi tena kule, na wewe ukifika wakati hautarudi tena kule katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninazisubiri kwa hamu siku hizo ambazo Bwana atanipeleka mahali fulani ambapo ninapatarajia, na iwe hivyo hata kwako katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kipengele kinachofuata ndipo tunapoenda kuhitimisha huu ujumbe wetu. Baada ya pale, Yusufu sasa anakuwa mtu mkubwa kweli kweli. Anasimamia ukusanyaji wa chakula, anasimamia ukusanyaji wa mazao. Na baada ya hapo, Biblia inasema alipokamilisha, sasa ameshakuwa mtu mkubwa, watu wanamsujudia. Sasa inabidi wale ndugu zake na wenyewe waje wamsujudie. Inakuwaje? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ili lio litokee, Mungu akaitisha njaa. Ikaja njaa dunia nzima. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakuna mahali kwa kupata chakula isipokuwa wapi? Huko Misri. Muuzaji ni nani? Ni Yusufu. Mzee Yakobo, njaa imekuwa kali sana, akawatuma watoto wake waende Misri kununua chakula. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, amina. Jamani, amina. Mwambie mwenzako hapo patamu. Adui zako wanakuja ukiwa huko juu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anajua kupindua meza. Akapindue meza katika maisha yako, akapindue meza pale kazini kwako, akapindue meza pale katika familia yako, akapindue meza katika huduma yako, akapindue meza kama alivyofanya kwa Yusufu. Ikatokee kwako, ikatokee kazini, ikatokee kwenye familia, ikatokee kila mahali ambapo mambo yako yalikuwa yamegoma. Bwana akapindue meza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndugu zake wanaenda, Yusufu akawaona, akawazumu, akaona hawa ni jamaa walioniuza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Alivyowaona tu, cha kwanza akawapiga mkwala, akamwambia nyinyi ni wapelelezi, mmekuja kusurvey kwenye nchi yetu. Walipomwona wakasema hapana mheshimiwa, wakasujudu. Neno limetimia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakasujudu mbele zako, wakainame mbele zako, maana majira yanakuja. Wale waliokubeza, wale waliokutukana, wale waliona ufai, wale waliona umekwisha, yafike majira ya kuinuliwa, wakasujudu kama wale watesi wa Yusufu walivyosujudu mbele ya Yusufu. Ikafanyike kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Yusufu akaendelea kuwachezea mchezo, na baada ya pale akasema haiwezekani, nyinyi ni watu ambao mmekuja kupeleleza. Wakaanza kujitetea, akawachezea mchezo mwingine, akawauliza maswali, wakaanza kujitetea, wakasema sisi ni ndugu mmoja wa moja, baba yetu yuko kule, lakini yupo ndugu yetu mmoja alikufa zamani sana. Kumbe wanasema alikufa, yuko hai na ndiyo amesimama mbele zao, na ndiye ambaye Bwana ametimiza makusudi yake. Wanaofikiri ya kwamba umekufa, siku moja uwashangaze, waone ukiwa hai kiuchumi, waone ukiwa hai kiafya, waone ukiwa hai kimazingira, waone ukiwa hai unamiliki, waone ukiwa hai, waone ukiwa hai, waone ukiwa hai, waone ukiwa hai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Wakasimulia, akasema sawa. Sasa walipokuwa wanarudi, akaweka zile fedha akazirudisha kwenye chakula, kwenye kile chakula chao. Walipofika njiani, wakaja wakakuta kwamba kuna chakula, kuna fedha kwenye kile chakula. Wakashangaa sana, ni nini kimetokea? Lakini hiyo ni safari ya kwanza. Safari ya pili akawaambia, wakaja, chakula kilipoisha, walipokuja mara ya pili, aliwaambia mnapokuja mje na ndugu yenu yule ambaye mmemwacha kule. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa walipokuwa wanaondoka, akawachezea mchezo ambao ndio umetufikisha kwenye ile andiko nililosoma mara ya mwisho. Walipokuwa wanaondoka wale ndugu zake, akaagiza wale watendakazi wake kwamba wachukue kile kikombe chake cha dhahabu ambacho huwa ananywea vinywaji, akakitumbikiza katika lile gunia la Benjamin ambaye ni mdogo wake, alafu akalifunga. Walipokuwa wanaenda, akatuma maskari, wafuateni wale watu, mkawaambia ya kwanza kwa nini wamekuwa waovu, wameiba chombo cha Yusufu. Walipofika kule, waliokuwa wanaendelea na safari, maskari wakaja wakawasimamisha, wakasema nyinyi ni watu waovu sana, tazama mmekuja huku mmesaidiwa chakula, lakini mmeiba chombo cha mfalme wetu, cha kiongozi wetu, waziri mkuu. Wakasema hapana, na kama itatokea kuna mtu ambaye anacho hicho chombo, basi huyo mtu achukuliwe yeye mwenyewe, wakijua hakuna mtu ambaye alikuwa na kile chombo. Lakini Yusufu amecheza mchezo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Walivyoenda wakafungua gunia la kwanza, la pili, la tatu, lilipofika kwenye gunia la Benjamin, kile kitu kikakutwa mle. Akasema sasa mlikuwa mnabisha, sasa tunarudi na huyu. Wakasema hapana, ngoja turudi sisi wote. Walipofika, wakafika kwa Yusufu, wakafika wakaanza kumlilia Yusufu, wakasema baba, tunaomba uturehemu, hatujui hata kikombe hiki kimeingiaje mahali hapa, tunaomba utusamehe. Akasema haiwezekani, nyinyi wote mtaondoka, lakini huyu anabaki. Sasa Rubeni akasimama tena akasema, ndugu yangu mfalme, huyu ndio kijana kipenzi wa baba yetu, yupo mwingine alikufaga naye alikuwa ni kipenzi kama huyu. Sasa huyu akibaki hapa, mimi nikaenda nikasema na huyu hayupo, baba yangu ataenda kufa kwa pressure, baba yangu atadondoka, atakufa, na siko tayari mimi kama kijana wake wa kwanza nione baba akianguka. Baba, ninaomba utusamehe sana, kama imeshindikana naomba mimi ndio nibaki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Akasema naomba mimi nibaki, ila huyu bwana mdogo aende. Ndipo hapa Yusufu sasa akawakusanya, ndio akaanza kujitambulisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, amina. Kwa hiyo wakajikuta tayari wamesha sujudu zaidi ya mara 10. Maana raundi ya kwanza walisujudu vya kutosha, raundi ya pili wamesujudu vya kutosha, na hapa alipowaiti ndio walikuja wanasujudu, wanatambaa, tunaomba utusamehe, tusipoenda na huyu mtoto mambo yatakuwa magumu. Yusufu kimoyomoyo akawa anacheka, ile miganda iliyokuwa inasujudu kwa mganda wangu ndio nyinyi, lakini mlikuwa mjui Mungu alikuwa kazini. Huwezi ukazuia vitu vya Mungu katika maisha ya mtu wake. Hatazuia mtu mambo ambayo ameyakusudia Mungu katika maisha yako, hatatokea mtu kuzuia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio hapa ambapo Yusufu anaanza kujitambulisha, lakini sasa akaanza kuambia kwamba jamani, mimi ni Yusufu mliyeniuza, lakini msipate shida, ni Bwana alinipeleka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.
Akawaambia tena, hawakuelewa. Akarudia mara ya pili, akarudia na mara ya tatu, na akawaambia, nendeni sasa mkamlete na baba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla hawajamleta, akaenda akaongea na Farao, akasema, mimi historia yangu iko hivi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Historia yangu iko hivi. Mzee Farao akamwambia, baba yako na aje. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Lakini haitoshi, Biblia inasema huyu Farao akamwozesha na binti mmoja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Katika koo zile zile za kifalme, akamwambia, na huyu atakuwa mke wako. Hiyo yote ilikuwa ni kufuta ile aibu ya kusema huyu ni mbakaji. Ikaonekana kabisa kwamba alisingiziwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anajua kufuta aibu. Bwana akafute aibu iliyokwisha kutengenezwa. Bwana afute aibu ambayo pengine umejiingiza kwa ujinga, kwa kukosea. Bado Bwana akafute. Anaweza kufuta hata pale tulipojiingiza kimakosa. Bwana anaweza kufuta, maana Biblia inasema kama Mungu asingesamehe, ni nani angelisimama? Hata pale ambapo uliharibu mwenyewe, Bwana akatende aibu yako ifutike, aibu yako iondolewe, na akatimize makusudi yake katika maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Farao anamruhusu Yusufu, ndugu zako waje. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanapokuja sasa, wanaanza kuishi katika eneo linaitwa Gosheni. Na ndiyo hapo sasa tunakuta kwamba wana wa Israeli wanaanza kuishi Misri. Na ndiyo katika mtiririko huo huo, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana, anakuja kufa Yusufu, anaenda na zikwa. Alafu kizazi hiki kilichobaki, anakuja Farao mwingine asiyemfahamu Yusufu, au ambaye hakujali historia ya Yusufu, na sasa anaanza kuwatesa wana wa Israeli. Alafu Mungu anakuja anaingilia kati kwa ajili ya watu wake ambao amewakusudia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anahusika sana na maisha ya watu wake, wale alio na agano nao, wale alio na jambo nao, na hao ni mimi na wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tunalo agano na Mungu, agano jipya, agano la damu ya Yesu. Limetuunganisha, linafanya Mungu ajishughulishe na maisha yetu, na mateso yetu, na ile hatima aliyonayo katika maisha yetu. Sisi ni watu wa Mungu. Ile damu ya Yesu iliyomwagika msalabani imetuingiza katika agano la kuwa familia ya watoto wa Mungu. Ndivyo tulivyo. Bwana anashughulika, Bwana anayo hatima, Bwana analo kusudi, na katika kutufikisha katika hilo kusudi kuna mambo yanayoweza kutokea ninapohitimisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tunapopelekwa kwenye hatima yetu, nilisema hapo mwanzo kwamba Mungu hatukatii tiketi, Mungu hatutafutii usafiri wa kutufikisha kule. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ninapohitimisha asubuhi, niliongea kwamba kuna yale mabasi ambayo huwa yanasafiri, luxury buses zile. Unapokuwa unasafiri katika ile mabasi, mkiingia kwenye lile basi, mnapofika tu wanaanza kutoa matangazo, karibu kwenye usafiri, vyovyote vile basi lile linavyoitwa, ili basi letu sijui nini service, basi service, tunaanza safari yetu. Wanakueleza basi letu lina kiyoyozi, yale mabasi ambayo pia yana vyoo vya ndani, wanakuambia kipo choo, na tunapoanza safari kutokea hapa, tutafika kituo fulani, tutatulia mahali pale, tutapumzika kwa muda fulani, mtapata huduma za kijamii, na baada ya pale, baada ya dakika 5 tutaondoka tena, tutafika maeneo fulani, tutapumzika, na kutokea hapo tutafika kituo kingine. Alafu humu ndani kuna vinywaji, kuna juisi, kuna biskuti, kuna maji. Kwa hiyo utaendelea, wahudumu wataendelea kupita hapo wakikuhudumia, na tunategemea kufika mahali pale ambapo tumekusudiwa muda fulani, saa fulani, tutakuwa tumeingia katika kile kituo. Hiyo ndio usafiri ambao huwa tunautumia. Hata tunapopanda ndege huwa wanasimama, wanatoa matangazo. Tunapopanda SGR huwa wanatoa matangazo. Sasa tunaingia kituo fulani, tunaelekezwa kule tunakoenda. Lakini Mungu anapokupeleka mahali ambapo amekusudia, kwenye lile hitima aliyokusudia, yeye naye ana usafiri wake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, amina.
Kama wale wanavyotangaza ya kwamba basi letu lina hivi na hivi, Mungu naye anakutangaza, kuna mahali nitakupeleka katika kituo cha kwanza, utakataliwa, utachukiwa. Ukitoka kwenye hicho kituo, tutaenda kituo cha pili. Hicho kituo kitakuwa ni cha kupangiwa, mipango ya kukuua, mipango ya kuaibisha. Tukimaliza hicho, utaenda kituo cha kusahaulika. Ukimaliza hicho, utaenda kituo cha kusingiziwa. Ukimaliza hicho, utaenda kituo cha kuishiwa kabisa. Hicho kituo kitakupeleka kituo kingine, alafu katika hicho kituo ndipo nitakapokuja kukutokea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huo usafiri unaitwa Mungu Transport Bus Service. Mungu Transport Bus Service. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kufikisha hatima ambayo Mungu ameikusudia, yako mambo ambayo yatatokea. Utakataliwa, utachukiwa, utasingiziwa, utasauliwa, utapitia mambo fulani ambayo hayo yanakuwa yamekusudia kukutengeneza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mapito ya Yusufu yalimtengeneza akawa mtulivu zaidi, akawa na hekima zaidi, akawa mnyenyekevu zaidi. Na ndiyo maana mfalme alipomwita akasema, nimesikia wewe unaweza kutafsiri. Akasema, hapana baba mfalme, anayeweza kutafsiri ni Mungu, mimi ni chombo tu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ule unyenyekevu ulitokana na mapito aliyokuwa ameyapita, na yale mapito yalipoisha, Mungu aliporidhika kwamba sasa amemalizana na Yusufu, akamtoa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Upo katika mikono salama ya Mungu. Upo katika mikono salama ya Mungu. Yale unayopitia yapo ambayo Mungu ameruhusu, na hautafika mahali ukaharibikiwa kabisa. Biblia inasema, na Mungu huruhusu mapito, majaribu, na kisha hufungua mlango ili pale usipoweza aweze kukuchomoa. Ninakuombea katika jina la Yesu, mahali popote pale unapotufuatilia kupitia NYTV, ninakutia moyo ya kwamba Mungu anakokupeleka mahali fulani havitatokea vitu vizuri. Vingine unavipitia, vingine utavipitia, lakini jambo zuri ni kwamba Mungu hatakuacha vile ulivyo. Akishamaliza atakuinua, atakutoa, atakusaidia. Ninaomba ufunike macho kwa wale mliopo mahali hapa, lakini kwa wale ambao mko mbali na sisi, ninaenda kuomba pamoja na wewe pia kwamba Bwana akusaidie, Bwana akuvushe, Bwana akupe tafsiri sahihi na hilo pito, ya kwamba yuko kazini, anafanya kazi yake ya kukutengeneza, na atakapokuwa malizana atafanya njia mahali pasipo na njia ili uweze kutoboa. Nataka niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya jioni njema ya leo ambayo umenipa nafasi ya kusema Bwana na watoto wako waliopo mahali hapa, lakini wako ambao wanatufuatilia Bwana kwa njia ya NYTV mahali mbalimbali katika uso wa nchi, ndani na nje ya nchi ya Tanzania, ndani na nje ya bara la Afrika. Bwana, sehemu mbalimbali wako watu wako ambao wamesikiliza neno hili. Ninaomba Bwana kawasaidie, ukawavushe, wape kuelewa Bwana kile wanachokipitia. Vingine vipo kwa ajili ya kuwafundisha, vingine vipo kwa ajili ya kuwafundisha watu wengine. Wape neema ya kusimama Bwana wanapopita katika mambo haya, ile neema nyuma ya mambo, wanapoona mkono wako haupo. Wape Bwana kuvumilia, maana hata Yusufu hakujua kama upo katika ule mpango, lakini baadaye Yusufu alikuja kutambua, akasema ni Mungu aliyenipeleka. Ule ufahamu wape watu wako waliopo hapa na walioko kule nje, Bwana wakatambue ya kwamba wewe ni mwema na unawawazia mema. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, akatetee, akatuzungumzie katika kiti cha enzi, akatuombee ili tuvuke na kufika ile hatima uliyoikusudia, hatima katika dunia hii, lakini ile hatima ya uzima wa milele. Bwana, ukatupiganie na kututetea tukafike katika hatima ya uzima wa milele, katika jina takatifu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo naomba nikishukuru, na watu wote tuliopo hapa na kule duniani tuseme amen. Asante sana kwa kutufuatilia. Kanisa letu linaitwa TAG CFTI
tuko Mbweni ya Mpiji, njia panda, njia 4 ya kwenda Mpiji. Kanisa letu liko mahali hapo. Karibuni watu mnaotusikiliza, mliopo katika maeneo ya karibu kwa ajili ya ibada siku ya Jumatano saa 10:30, siku ya Ijumaa ni siku ya maombezi, na siku ya Jumapili ni siku ya ibada. Karibu ushirikiane na sisi na Bwana akubariki. Unaweza ukapata ushauri wa kichungaji kwa namba ya simu 0752 80 52 76. Piga simu, tuma ujumbe wako, nitaupokea, nitakuombea, nitakushauri, na Bwana akubariki.